From Tanzania mpaka Nigeria 234 kwa kaka yetu Rema. Bwana, unajua kwamba Rema kwa sasa ndo mwakilishi wa kwenye zile tuzo za Most Handsome Man kwa mwaka 2025 2026, lakini yeye akiwa nominated katika hiyo tuzo ambayo tunaamini yeye anaweza akawa ni mwakilishi mwema kabisa, na ndani ya bara la Afrika msanii ambaye katoka kwenye kipengele cha wale wanaume ambao wana mvuto na wanaume wazuri, basi Rema ndo aliyetoka ambaye anatuwakilisha vyema kabisa ndani ya bara la Afrika. Ila changamoto iliyokuja ni kwamba kuna baadhi ya wasanii nchini Nigeria hawajapenda kwa Rema kupendekezwa na kuwa kwenye tuzo za Most Handsome Man kwa mwaka 2025 2026, akiwemo Davido Adeleke, Wizkid Ayo, ambao umeonekana kama wamekunja fulani hivi, kwa sababu baada ya kutangazwa kwamba Rema anaweza akashikilia rekodi endapo akachukua tuzo ya kuwa Most Handsome Man kwa mwaka 2025 2026. Ikumbukwe kwa miaka ya nyuma alikuwa ni Michael B. Jordan ambaye alikuwa anashikilia rekodi ya kuwa mwanaume mwenye mvuto, na mwanaume ambaye kwa sasa amekuwa ni kivutio kwa wanawake wengi sana ni Michael B. Jordan, ambaye juzi kati alichukua tuzo ya Oscar ya mwigizaji bora wa mwaka. Lakini tunategemea kwa hivi sasa, unaambiwa kwa wale mawakala ambao wanakusanya pia baadhi ya kura na maoni tofauti katika mitandao ya kijamii, inaonekana kabisa kama Rema kwa sasa ana ushawishi wa hali ya juu sana, na tunategemea achukue tuzo ambayo inaweza ikamfanya awe kuwa na legacy ambayo itamsaidia pia kumfanya aweze kushinda tuzo ya Grammy. Hivi sasa Rema unaambiwa ni kama anaongoza kwenye upande wa kura, so tunategemea kwa asilimia kubwa Rema kuchukua tuzo ya Most Handsome Man kwa mwaka 2025 2026. Ila changamoto iliyokuja ni kwamba kwa nini Wizkid Ayo na kaka yetu Davido Adeleke waonekane kama wamekunja, kwa sababu sijajua walioandaa waliangalia vigezo gani, lakini ukimwangalia Rema ukamweka pia na Wizkid Ayo, nafikiri kuna baadhi ya mashabiki ambao wameona kwamba kuna upendeleaji ambao umeweza kuonekana. Kwa hiyo it means kwamba kuna watu wengi sana ambao waliamini kwamba Wizkid Ayo pengine angekuwa ndo msanii ambaye angewakilisha nchi ya Nigeria pamoja pia na bara la Afrika, lakini nafikiri, sijajua, huenda pia na umri unachangia, kwa sababu walichokitarget ni kwamba mwanaume ambaye ana ushawishi, lakini pia na yule ambaye ana mvuto kwenye swala zima la issue za red carpet ambazo wamekuwa wakiangalia sana kwenye issue za outfit. So ninaamini kwamba kwa Wizkid kidogo tukienda kwenye issue ya outfit na kwenye swala zima la red carpet, naamini kabisa kwamba ukiangalia kigezo hicho unaona kabisa kama mwamba bado hajafiti vizuri. Lakini pia tukimweka Davido Adeleke pia na yeye the same, kwamba kwenye issue za red carpet alafu kamshinanisha na Rema, I say Rema kwa hapo ni kama anaondoka na maua yake. So nahisi kabisa ni issue ambayo inamfavor sana Rema aonekane kwamba yeye ndo msanii ambaye anatuwakilisha ndani ya bara la Afrika kwenye tuzo za Most Handsome Man kwa mwaka 2025 2026. So shout sana kwa wale waandaaji, lakini wale ambao wanamsupport sana Rema, na inazidi kutia moyo na kutupa nguvu wa Afrika, kwa sababu ikitokea amechukua tuzo hiyo atakuwa ndo msanii wa kwanza na mtu wa kwanza kutokea barani Afrika kuchukua tuzo ya mwanaume mwenye mvuto na mwanaume ambaye muonekana pia kuwavutia kuanzia wanawake pamoja pia na mashabiki zake. So Rema atakuwa ndo msanii wa kwanza endapo kura zikamsaidia, lakini pia na ile orientation pamoja pia na reactions za mashabiki baada ya kuona kwamba still mwamba anaonekana kabisa kwamba kuna nafasi ya kuingia kwenye top 3 ama top 5 ya wale ambao watakuwa wako kwenye nominees za Most Handsome Man kwa mwaka 2026 ndani